Amjambo mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya popote pale ambapo unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya mchana wa leo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ikiwa tunakutangazia matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kama ilikuwa ndo mara kwanza unasikiliza habari yao kunatufuatilia kupitia mtandao, na kuomba kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, yani usisahau kujabone, kueme na kupartage. Na kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Na katika makala yetu ya asubuhi ya leo utaendelea kujua mambo mengi ambayo yanaendelea kupitika sasa hivi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile na Rwanda. Na kuomba tu vile vile mpenzi mtazamaji, unaweza ukabonyeza hapo kwenye titre na ukabonyeza hapo chini, utaona link ambayo ukibonyeza inakuunga moja kwa moja na kujonganisha na channel yetu ya WhatsApp, au unaweza kuandikia kwenye namba zetu hizo za WhatsApp hapo ukatuambia unafuata matangazo yetu ukiwa sehemu gani na yapi ni yako kwa Kivu News Info. Langu jina ni Ite Eloge Lulonga. Basi nawakaribisha kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa makala yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kivu News Info, kisima cha habari na burudani. Karibu ni kupashe. Maafikiano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda yashika kasi mjini Washington DC. Katika hatua muhimu ya kuelekea amani katika eneo la maziwa makuu, timu za kiufundi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda zimetia saini za awali kwenye rasimu ya makubaliano ya amani. Afya hiyo ilifanyika Jumatano Juni 18 mwezi wa 6 mwaka 2025 mjini ya Washington, chini ya upatanishi wa Marekani na usimamizi wa mwakilishi kutoka Qatar. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ya serikali za nchi hizo tatu, mazungumzo hayo ya kujenga yaliyodumu kwa siku 3 yalilenga masuala ya kisiasa, usalama na uchumi. Afya ya utiaji saini ilizuruliwa na Alison Oka, naibu waziri wa mambo ya nje ya Marekani anayeshughulika na masuala ya kisiasa. Makubaliano haya yanajengwa juu ya tamko la lililosainiwa tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Saini rasmi ya waziri wa mambo ya nje ya nchi zote mbili imepangwa kufanyika mwezi wa 6 tarehe 27 mwaka 2025 na itashuhudiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Vipengele muhimu vya makubaliano. Rasimu ya makubaliano hayo inajumuisha vipengele kadhaa umuhimu vinavyolenga kumaliza uhasama na kujenga uaminifu kati ya nchi. Baadhi ya vipengele hivyo ni: heshima kwa uadilifu wa maeneo, kusisitiza kuheshimiwa kwa mipaka na mamlaka ya kila nchi, kusitisha uhasama, kuzuia vitendo vyote vya kikatili kati ya pande zote, kupokonywa silaha kwa makundi huru, mchakato wa kuvunja, kupokonywa silaha na kuwajumuisha kwa masharti wapiganaji wa makundi yasiyo ya serikali, uratibu wa pamoja kwa usalama, kuundwa kwa chombo cha pamoja cha kuratibu masuala ya usalama kikizingatia zaama ya uendeshaji COPS ya Oktoba tarehe 31 mwaka 2024. Masuala ya kibinadamu na uchumi, kuwezesha urejeo wa wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao, kuruhusu ufikiaji wa misaada ya kibinadamu na kuweka mfumo wa ushirikiano na kiuchumi wa kikanda. Nchi ya Qatar, ambayo imekuwa ikishiriki katika mchakato sambamba wa upatanishi, ilihudhuria mazungumzo hayo ili kuhakikisha uratibu na mwingiliano mzuri kati ya juhudi za kidiplomasia za Marekani. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na ya Rwanda zimezipongeza Marekani na Qatar kwa mchango wao wa samani na juhudi za pamoja katika kufuata suluhu la kudumu la amani. Inatarajiwa kwamba mkutano wa wakuu wa nchi utafanyika nchini Washington katika siku za usoni ili kuimarisha maendeleo yaliyopatikana na kuleta kwenye amani, utulivu na ustawi wa kiuchumi katika eneo la maziwa makuu.
Tina Salama, msemaji wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kupitia ukurasa wake wa X ambao ni mtandao wa Twitter hapo zamani, aliposti ujumbe kwa Kiingereza na kuongea maneno haya na kusomea maneno ambayo aliposti kwa Kiswahili upate kuelewa, lakini nimekuwekea picha ya ujumbe wake ambao aliposti kwa Kiingereza hapo. Serikali ya Rwanda na ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumanane ziliandika maandishi ya makubaliano ya amani kati ya nchi hizo mbili. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema katika taarifa ya pamoja, makubaliano hayo ambayo yatatiwa saini katika kikao cha ngazi cha mawaziri tarehe 27 Juni mwaka 2025 huko Washington DC, yanajumuisha masharti yanayohusiana na uadilifu wa eneo na kupinga marufuku uhasama, kuondoa silaha na ujumuishaji wa masharti ya vikundi vyenye silaha visivyo vya serikali. Huu ni ujumbe ambao Tina Salama alioposti kwenye mtandao wa X ambao ilikuwa ni Twitter hapo zamani, hiyo siku ya jana tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2025 kuamkia siku ya leo. Kwa kumalizia, habari ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba mapigano makali yameripotiwa asubuhi ya leo ya tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2025 asubuhi mapema katika maeneo ya Rugezi, Bialere na Tambiangamu yaliyoko Mtambala, Fizi mkoani Kivu Kusini. Pande zinazohusika katika mapigano hayo ni kikundi cha wazalendo cha CBLC chake Kamanda Ngoma Zito zidi ya muungano wa Twirwaneho na Red Tabara. Inaarifiwa kuwa muungano huo wa Twirwaneho na Red Tabara unashirikiana na vikundi vya waasi wa M23. Ni hizi taarifa ambazo tulizonazo sasa hivi ambazo zinatujia hivi punde. Nadhani kwa mida ya mchana tutakuja kupatia taarifa kamili za tukio hilo ambalo linaendelea kupitika huko maeneo ya Rugezi, Bialere na Tabiangamo katika maeneo ya Mtambala tarafani Fizi ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Na ni kupitia taarifa hizo ndipo tunahitimisha makala yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2025. Hii ni Kivu News Info, tunaendelea kutolea matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa ndio ilikuwa mara kwanza unasikiliza unatazama habari zetu kupitia mtandao wa YouTube, basi tunakuomba kufanya kitu kimoja mpenzi msikilizaji, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Wafaransa wanasema usisahau kujabone, kupartage na kueme. Na kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Kwenye matangazo yetu unaweza kubonyeza titre hapo chini, utaona description, utajiboneza utakutana na link ambayo itakupeleka moja kwa moja kujiunga na channel yetu ya WhatsApp, au unaweza kutuandikia kwenye namba zetu za WhatsApp ambazo tunaendelea kuziweka hapo. Unatujuza unafuatilia Kivu News Info ukikuwa sehemu gani, na unaweza kutoa maoni yako vile vile na utajibiwa. Hata kwenye comment unaweza kufanya hivyo. Mimi langu jina ni Ite Eloge Lulonga, na basi nikwambie tukutanane kwenye taarifa zetu za baadaye.